Sasa tuelekee katika eneo la Soi kwenye kaunti ya Uasin Gishu ambapo familia ya Sila Kibet mwenye umri wa miaka 35 imeendelea kushikilia matumaini kwamba mwanao atarejea nyumbani miaka 7 tangu kutoweka kwake. Kibet aliyekuwa fundo magari alitoweka Mombasa miaka 4 iliyopita akiacha maumivu na maswali yasiyokuwa na majibu. Kibet aliondoka nyumbani kwao Sinonin mwaka 2019 kwenda kufanya kazi huko Mombasa, lakini maisha yake ya kutia matumaini yalichukua mwelekeo wa kutatanisha Juni 11 mwaka 2021. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Uchungu wa mwana ujuaye zaidi ni mzazi. Kauli hiyo inajidhihirisha wazi kwenye nyuso za familia Sila Kibet iliyosalia na majonzi na hofu, wasijua aliko mwana wao kwa takriban miaka 7 sasa. Jitihada zao za kumtafuta zikikosa kufua dafu, baba yake Kibet, Wilson Lelei, alishindwa kuvumilia maumivu ya kumpoteza mwanawe na kuzama kwenye msongo wa mawazo. Mwishowe alifariki kutokana na shinikizo la damu mwaka 2023. Mzee alikuwa nakumbuka tu mtoto yake. Sisi ilikuwa bana lalanga. Ikifika tu usiku tunasema ile mtoto yetu alienda wapi. Watu wanapona kweli. Mwaka wa 2021 tarehe 11 mwezi wa 6 akapotea tangu siku hiyo na hajaonekana. Familia amesalia na kumbukumbu ya mawasiliano ya mwisho wa mwanawe, akisimulia kuwa Kibet alimwahidi angesafiri kumuona pindi tu atakapopokea mshahara wake, asijue kuwa huo ndio ulikuwa mwisho wa kusikia sauti ya mwanawe. Kosgei, kaka yake Kibet, alazimika kusafiri hadi kaunti ya Mombasa kumtafuta kaka yake. Akarudi kwa kasi saa 6 hivi. Tukaongea na yeye, akasema nitakuja jioni. Na hiyo jioni hiyo ikapotea. Kesho yake ikipika simu amadi. Tuliweza kumtafuta karibu mwezi mmoja, lakini hatukufanikiwa. Licha kuripoti swala hilo kwa polisi na hata kutembelea makaburi, hawakuona dalili zozote za kumpata Kibet. Kupotea kwa Kibet kumedumaza familia hii, huku mama yake akiwa bado na matumaini. Kana akiwa hai ama apatikane, kama ameaga, familia wamzike na watulie roho, kwa sababu mtu akipotea ajulikani kama yuko hai ama amekufa. Ni uchungu sana. Familia hii sasa imesalia kwenye ukurasa usiofahamu, wasijue endapo watampata mwana wao akiwa maiti au iwapo watamkaribisha akiwa hai nyumbani. Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo utaniruhusu nipate pumziko fupi, nitarejea baadaye na taarifa zaidi. Usiende mbali.